Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Ommy Kids TV, na leo tuko na interview na kaka lakini ni askari kwa ajili ya swala zima la leo ikiwa ni siku ya tarehe 16 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2026. Ni siku ya mtoto wa Afrika. Naomba mtambue. Kiongozi, habari? Salama, habari ya majukumu? Salama kabisa. Kwa majina unakuita nani? Naitwa mkaguzi msaidizi wa polisi Abubakari Omali. Okay. Mr. Abubakari Omali, afande. Sisi tunatamani kufahamu kwamba siku ya leo ni siku ya mtoto Afrika na wewe umeshiriki, lakini pia tumeona na kikosi kikubwa cha polisi, mkuu wa kituo na wengine wote wakiwa wameshiriki katika uzinduzi huu ama ni siku hii ya mtoto wa Afrika. Unalipi la kuzungumzia jamii kuhusiana na siku ya leo? Siku ya leo ni siku muhimu sana kutokana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Kwa kweli sasa hivi jamii inakumbwa na mambo mengi, hasa katika malezi ya watoto. Taasisi ya kwanza ambayo inapaswa kumwandaa mtoto kuja kuwa kiongozi ni familia. Kwa hiyo hivi sasa watoto wanaathiriwa na masuala ya TV na simu na mambo mbalimbali ya kimtandao. Kwa hiyo sasa wazazi wanapokuwa wamewaacha watoto wao wenyewe ndio wajiendeshe kuangalia hilo na bila kuwakemea chochote, kwa kweli tutaandaa taifa ambalo halitakuwa na afya huko mbeleni. Taifa letu linahitaji kuja kuongozwa na watu makini, watu wenye akili timamu, sio kuja kuongozwa na watu wavuta bangi, watu walioathiriwa na ukatili wa kingono na vile vile kimwili. Kwa hiyo jamii ijikite sana katika kulea watoto ili waje wawe watu wema au waje wawe viongozi wazuri hapo baadaye. Sawa bwana, asante sana kwa majibu mazuri. Na kuhusiana na swala hili basi, unalipi pia la kuhamasisha vijana hawa kwenye swala zima la kulinda amani, mshikamano na upendo katika nchi yetu? Kikubwa wasidanganywe. Hakuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Sisi ndo hapa tulikozaliwa. Mwenye jukumu la kulinda nchi yetu ni sisi wenyewe. Wananchi wasidanganywe na wala wasitumie, wachape kazi ili wasije wakawa wanatumia umasikini wao ili kudanganyika. Kwa hiyo wananchi waifanye kazi na vile vile waiamini serikali yao kwamba inafanya mabadiliko makubwa sana. Tulivyotoka na mpaka tulivyo sasa ni tofauti, yupo tofauti kubwa sana. Hilo ndo shauri wangu. Bwana, asante sana kaka kwa kuelezea vizuri wananchi hawa, na ni imani kwamba katika halmashauri yetu ya Chalinze na nje ya halmashauri ya Chalinze kuna ujumbe mkubwa sana kaka kautoa. Basi upokeeni pia ufanyeni kazi. Asanteni kwa kutusikiliza.